Kwa kawaida binadamu huzaliwa wakiwa na alama mbalimbali katika viganja vya mikono yao. Baadhi ya alama ambazo hujidhihirisha katika viganja vya baadhi ya wanadamu zina ufanano na herufi mbalimbali. Wapo binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao, lakini wapo binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi X kwenye viganja vya mikono yao, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Kila herufi ambayo imejidhihirisha katika kiganja cha mkono wako inamaanisha siri ambayo imejificha ndani yako. Moja kati ya alama maarufu katika jamii mbalimbali ulimwenguni kote ni alama M katika viganja vya wanadamu, na alama hii imechukua umaarufu katika pande mbalimbali za ulimwengu ni kwa sababu ya nguvu ambayo imejificha ndani yake. Binadamu waliozaliwa wakiwa na alama M kwenye viganja vya mikono yao inaaminiwa ni watu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ambayo inaangaza kuliko binadamu wengine. Ni binadamu wenye bahati kuliko binadamu wengine, lakini ndani yao ni binadamu wenye roho ya uongozi, ambapo binadamu mbalimbali huwa wanawaamini na kuwafanya kama viongozi wao hata kama hawajachaguliwa kwa ajili ya kuwaongoza watu hao, lakini binadamu wengi huwatazama kwa macho ya uongozi. Lakini siri nyingine juu ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M ni binadamu wenye maono kuliko binadamu wengine. Hawa ni wanadamu ambao wanaweza kuota ndoto mbalimbali ambazo huwa ni za ukweli katika maisha halisi, lakini ni binadamu ambao wanapenda haki kuliko binadamu wengine. Zipo sifa kemkem kuhusiana na binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M, na hapa nimekutajia chache tu katika nyingi. Kama unatamani kuendelea kujifunza, unaweza kutembelea vyanzo mbalimbali ili ukaendelee kujifunza kuhusiana na elimu ya palmistry ambayo itakufungulia mengi kuhusiana na siri mbalimbali ambazo zimejificha kwenye alama ambazo zipo kwenye viganja vyetu vya mikono. Kushikana mikono ni jambo ambalo hufanyika katika kona mbalimbali za dunia hii, hasa katika jamii nyingi za Kiafrika. Husalimiana kwa kushikana mikono, hupongezana kwa kushikana mikono, lakini huonesha hali ya kukubaliana kuhusiana na mambo fulani kwa kushikana mikono. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, si kila mwanadamu unatakiwa kumpa mkono wako. Hautakiwi kumpa mkono wako kila mwanadamu ambaye unakutana naye, si kwa sababu wewe ni mbaguzi sana ama unajiona bora kuliko binadamu wengine. Hapana, ni kwa sababu kwa kawaida wanadamu tumebeba nguvu mbalimbali ndani yetu. Wapo wanadamu ambao wamebeba positive energy ndani yao, na wapo wanadamu ambao wamebeba negative energy ndani yao. Wakati mwingine unaweza ukawa mwanadamu ambaye umebeba negative energy ndani yako bila wewe mwenyewe kujua, lakini wapo baadhi ya wanadamu ambao wamebeba negative energy ndani yao hali ya kuwa wanalitambua hilo, na mara nyingi wanapenda kuzitumia nguvu hizo kwa ajili ya kuwadhoofisha binadamu wengine wenye positive energy. Kitendo cha kushikana na mwanadamu mwingine mkono, nguvu zako ambazo ni positive energy zinaweza zikaibiwa na kuhamia kwa mtu mwingine, na kisha mwili wako ukapokea negative energy, kitu ambacho kitakuletea mikosi, bahati mbaya, pamoja na nuksi ambazo haukuwa nazo katika maisha yako, kwani positive energy huambatana na bahati njema katika maisha ya mwanadamu, lakini negative energy huambatana na bahati mbaya, nuksi pamoja na mikosi katika maisha ya mwanadamu. Na ndiyo maana wapo baadhi ya wanadamu ambao kila wanachoshika kwenye maisha yao kinaharibika. Wanapotembelea sehemu yako ya biashara, wateja wanaacha kuja katika sehemu yako ya biashara. Ni kwa sababu hao ni binadamu ambao ndani yao wana negative energy. Kwa sababu hiyo, binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vya mikono yao ni binadamu wa kipekee wenye nguvu ya kipekee ndani yao, hivyo hawatakiwi kushikana mikono na kila mwanadamu ambaye wanakutana naye katika maisha yao. Nitakwenda kukuambia ni kwa nini. Kama nawe ni moja kati ya binadamu ambao wanatamani kujifunza kuhusiana na jambo hili na unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, basi jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii.
hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sababu mbalimbali ni kwa nini binadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vya mikono yao hawatakiwi kushikana mikono na kila mwanadamu ambaye wanakutana naye. Namba moja ni kwa sababu wanaweza kupoteza bahati au nguvu ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ndani yao. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao, hawa ni binadamu ambao inaaminika wana bahati kubwa katika maisha yao kuliko binadamu wengine. Ni wanadamu ambao ndani yao Mwenyezi Mungu amewawekea nguvu ya kiroho ambayo haipatikani kwa binadamu wengine, kwani ni watu ambao hata wanapolala, asilimia kubwa ya ndoto ambazo wanaziota huwa zinakuwa za ukweli. Ni watu ambao wanaweza kuona maono ya vitu ambavyo bado havijatokea. Hawa ni binadamu ambao hata wanapofanya kazi ambazo zinahusiana na mambo ya kiroho, huwa wana uwezo mkubwa wa kuzuia nguvu za kichawi kuliko binadamu wengine. Hawa ni watu ambao wanaweza kupata mafanikio makubwa katika maisha yao kwa kutumia nguvu kidogo tu. Ni kwa sababu bahati ipo upande wao, lakini ndani yao Mwenyezi Mungu amewawekea nguvu ambayo inaweza kuvuta riziki tofauti na kwa binadamu wengine. Hivyo binadamu hawa kama watajenga utamaduni wa kushikana mikono na kila mwanadamu ambayo wanakutana naye katika safari yao ya maisha. Kumbuka, wapo baadhi ya binadamu ambao ndani yao wanayo nguvu mbaya. Kitendo cha kushikana mikono, utahamisha nguvu ambayo ipo ndani yako na kuipeleka kwa mwanadamu ambaye umeshikana naye mkono, naye atahamisha nguvu ambayo ipo ndani yake na kuihamishia ndani yako. Kama ni mwanadamu ambaye amebeba nguvu za kichawi ndani yake ama negative energy zitakwenda kuathiri utendaji kazi wa nguvu zako. Utajikuta kama wewe ni mwanadamu ambaye ulikuwa unaandamwa na bahati njema, basi utajikuta ghafla unaanza kuandamwa na bahati mbaya. Na ndio maana kuna baadhi ya binadamu utakaposhikana nao mikono tu, utahisi mwili wako unasisimka na utahisi ni kama kuna kitu kimepungua ndani yako. Utakapoona ishara kama hiyo, ujue mwili wako umepokea negative energy kutoka kwa binadamu hao. Hivyo hakikisha kama wewe ni mwanadamu ambaye una alama ya herufi M, ili kuilinda nguvu ya kiroho ambayo ipo ndani yako, epuka kushikana mikono na watu mbalimbali ambao unakutana nao katika safari yako ya maisha, ikiwa hakuna ulazima wa kufanya hivyo. Namba 2, nishati ambayo ipo ndani yako itakwenda kuibiwa. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, mikono ya mwanadamu huwa imebeba nishati ya mtu. Kama mwanadamu ana nishati nzuri, basi nishati hiyo itaambatana na mikono yake. Na mara nyingi mwanadamu mwenye nishati nzuri, kwa kuwa viganja vya mikono yake vina uhusiano na nishati ambayo ipo ndani yake, mara nyingi mikono yake itakuwa ni ya kujenga. Vitu vingi ambavyo atakuwa anavishika kwenye maisha yake vitakwenda kupata mafanikio makubwa na vitakuwa na mvuto mkubwa kwa watu wengine. Lakini mwanadamu mwenye nguvu mbaya ndani yake, kwa sababu pia kuna uhusiano mkubwa kati ya viganja vya mikono na nishati ambayo ipo ndani ya mwanadamu, basi mwanadamu huyu asilimia kubwa ya vitu ambavyo atakuwa anavigusa kwenye maisha yake vitakuwa vinaharibika. Kama ni biashara, atakapoigusa tu biashara hiyo, basi biashara hiyo itakwenda kupoteza wateja na itakwenda kuanguka. Hivyo hata wewe unaweza ukajitambua kama ndani yako unayo nguvu nzuri ama unayo nguvu mbaya kwa kutazama aina ya vitu mbalimbali ambavyo huwa unavigusa katika safari yako ya maisha. Kitendo cha mwanadamu ambaye amezaliwa akiwa na alama ya herufi M kuanza kushikana mikono na kila mwanadamu ambaye anakutana naye kinaweza kuathiri ama kufanya nguvu ambazo zipo ndani yake zikaibiwa, kwani wapo baadhi ya wanadamu ambao wanaweza kuigundua nguvu ambayo ipo ndani yako. Kwa sababu hiyo, wakaenda kufanya manuizi ya kishirikina na kuweka nguvu za kichawi katika viganja vya mikono yao. Pindi watakapogusanisha viganja vya mikono yao pamoja na viganja vya mikono yako, basi nguvu ya kweli ambayo ipo ndani yako inaathiriwa ama inaibiwa. Unajikuta ukipoteza uwezo ambao ulikuwa nao katika siku zilizopita. Unajikuta kazi nyingi za mikono yako zinakuwa hazifanikiwi. Ni kwa sababu nguvu ya kweli ambayo Mwenyezi Mungu aliiweka ndani yako inakuwa imenyonywa, na sasa umebaki kama kitu kisichokuwa na nguvu yoyote ndani yake.
Namba 3 ni kwa sababu kitendo cha kushikana mikono na kila mwanadamu ambaye unakutana naye katika safari ya maisha kinaweza kufungulia milango mbalimbali ya kiroho ambayo itakuja kufunga milango ya mafanikio katika maisha yako. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua na kuziweka akilini, mkono wa mwanadamu ni mlango wa kiroho, na ndiyo maana wapo baadhi ya wanadamu ambao pindi wanapogusa vitu fulani huwa wanafungulia roho za mauti na vitu hivyo vinapoteza uhai. Hata katika biashara zako kuna baadhi ya wanadamu wakija kutembelea na kuanza kugusa bidhaa ambazo umeziweka kwenye biashara yako, roho ya mauti inaanza kuandama biashara yako na mwisho wa siku biashara yako inakwenda kufa. Lakini wapo baadhi ya wanadamu ambao wanapogusa biashara yako unakuta biashara yako inakwenda kufunguka zaidi ya ilivyokuwa mwanzo. Ni kwa sababu kupitia viganja vya mikono milango mbalimbali ya kiroho huwa inaweza kufunguka, na unaweza kulithibitisha hili kwa kutumia macho yako kwa kutazama watu wa baadhi ya imani ambapo huwawekea watu wengine mikono yao juu ya vichwa vyao kwa ajili ya kufungua milango ya kiroho ambayo inaweza kuleta uponyaji wa kweli katika maisha ya binadamu hao. Ni kwa sababu wanajua katika viganja vya mikono yetu kunayo milango ya kiroho. Hivyo si kila mwanadamu viganja vyake vya mikono vinaweza kufungua milango ya roho safi. Wapo baadhi ya wanadamu ambao viganja vya mikono yao ni ufunguo wa roho chafu. Kitendo cha kushikana nao mikono, roho chafu zitakwenda kukuandama wewe, negative energy hazitakuacha salama. Hivyo utajikuta unafungua milango ya roho mbaya ama nishati mbaya, na kwa sababu hiyo unajikuta wewe ni mwanadamu ambaye unaanza kukabiliana na mashambulizi ya kiroho ambayo hauelewi yametokana na nini katika safari yako ya maisha. Ninakushauri kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M, ili kuweza kuzuia mashambulizi ya kiroho katika maisha yako, basi usipende kupeana mikono na kila mwanadamu ambaye umekutana naye katika safari yako ya maisha, kwa sababu haujui ikiwa viganja vya mikono yake ni milango ambayo itafungua nishati nzuri ama nishati mbaya katika maisha yako. Namba 4, kwa sababu asilimia kubwa ya binadamu wana wivu na nia mbaya dhidi ya watu waliobeba bahati pamoja na nguvu ambayo wao hawana. Moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuvijua na kuviweka akilini, asilimia kubwa ya binadamu waliokuzunguka wanaocheka na wewe si kwamba wanakupenda kutoka mioyoni mwao. Wanaokupenda ni wachache kuliko wasiokupenda, na kama ukiujua ukweli huu utaweza kujua namna gani ya kujilinda na kuweka mipaka katika maisha yako. Asilimia kubwa ya binadamu wakibaini unacho kitu cha ziada ambacho kina thamani kubwa katika maisha yako kuliko wao, hapo ndipo wanapoanza kujenga roho za chuki dhidi yako. Wanaanza kuwa na wivu juu yako, na kwa sababu hiyo, kutokana na wivu pamoja na chuki ambayo wataitengeneza juu yako, watajikuta wameanza kutengeneza nia mbaya juu yako. Kwa sababu hiyo, wataanza kutumia mbinu mbalimbali ili mradi waweze kuizima nguvu ambayo ipo ndani yako ama kukupokonya ili ikalete manufaa katika maisha yao. Na namna mojawapo ambayo asilimia kubwa ya washirikina huitumia ni kupaka madawa mbalimbali ya kichawi kwenye viganja vya mikono yao na kuja kushikana mkono na wewe. Kitendo cha kukubali kushikana nao mikono, utajikuta unapoteza uwezo ambao upo ndani yako, kwa sababu huwezi jua kutokana na wivu wao walinuia vitu gani katika viganja vya mikono yao. Utajikuta unaanza kupoteza mwelekeo wako wa maisha kwa sababu tu umekubali kupeana mikono na binadamu ambao tayari walikuwa na nia mbaya na wakachukua hatua za kishirikina dhidi yako. Namba 5 ni kwa sababu wanaweza kuifunga ama kuiba nyota ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ndani yako. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua na kuziweka akilini, asilimia kubwa ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vya mikono yao, inaaminika ni binadamu wenye nyota kali kuliko binadamu wengine. Ni watu ambao nyota yao ina mvuto kuliko nyota za binadamu wengi katika huu ulimwengu.
lakini haimaanishi kama wewe ni moja kati ya wanadamu waliokosa alama ya herufi M, basi hauna nyota kali ndani yako. Wapo baadhi ya watu ambao hawana alama hii, lakini bado wana nyota ambazo zina nguvu kuliko binadamu wengine. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zinaonesha asilimia kubwa ya kila mwanadamu ambaye amezaliwa akiwa na alama ya herufi M ndani yake huwa ana nyota yenye nguvu kali kuliko binadamu wengine. Na ndiyo maana binadamu wenye chuki na mtu mwenye nyota kali ama wenye wivu naye wanaweza kwenda katika imani za kishirikina na kuanza kutafuta mbinu mbalimbali za kuweza kuiba nyota ya mwanadamu huyo ama kuichafua. Hivyo mbinu mojawapo ambayo huwa inatumika kuiba nyota ama kuichafua nyota ya mtu ni kwa kushikana mikono. Mwanadamu ambaye amekwenda na kunufanya manuizi katika imani za kishirikina kupitia viganja vyake vya mikono, pindi atakaposhikana na wewe kiganja chako cha mkono, basi kuna uwezekano mkubwa wa kuifunga nyota ambayo ipo ndani yako. Ama wakati mwingine anaweza akaichafua, na wakati mwingine anaweza akawa hajui ni kitu gani ambacho anakifanya, bali kwa sababu ya nguvu mbaya ambazo zipo ndani yake, hali ya kuwa yeye mwenyewe hajui. Atakapokushika mkono, ataingiza nguvu chafu ndani yako, nguvu ambazo zitakwenda kuifunga nyota yako, na utajikuta wewe ni mwanadamu ambaye mambo mengi yanaanza kubadilika katika maisha yako. Siku za nyuma ulikuwa mtu ambaye unatumia nguvu kidogo na unaweza kupata kipato kikubwa kwenye maisha yako, lakini kwa sasa unajikuta bahati hiyo imepotea. Ulikuwa ni mwanadamu ambaye unapendwa maeneo mbalimbali ambayo ulikuwa, lakini sasa hivi kibali cha kupendwa kinatoweka. Unajikuta watu wengi wanaanza kukuchukia bila sababu ya msingi. Ulikuwa mwanadamu ambaye unapofungua biashara zako zinakuwa na mafanikio makubwa, lakini tangu uliposhikana mkono na watu fulani, bahati hiyo inapotea. Unajikuta unapofungua biashara yako hakuna mteja yeyote ambaye anavutiwa kuja katika biashara yako. Ni kwa sababu uwezo ambao Mwenyezi Mungu aliuweka ndani yako umeshapotea, kwa kuwa ulikuwa unaletwa na nyota yenye nguvu ambayo Mungu aliiweka ndani yako. Kwa sababu ya usalama wa nyota zako, ninaomba kukuambia kuwa hakikisha unaepuka kushikana mikono na binadamu ambao hauamini. Namba 6, ni kwa sababu kitendo cha kuruhusu kushikana mkono na kila mwanadamu ambaye unakutana naye, unatengeneza urahisi wa kurogwa na watu wenye nia mbaya na wewe. Kulingana na tafiti mbalimbali za kiroho, imekuwa ikiaminika wapo baadhi ya wanadamu ambao wanaposhindwa kukuroga wanapokuwa mbali na wewe, lazima wauguse mwili wako ili waweze kufungua njia ambazo zitaweza kupenyeza nguvu zao za kichawi ziweze kuingia ndani yako na kukufanyia uharibifu. Namna mojawapo ya kuingiza uchawi kwenye mwili wa mwanadamu ambayo imekuwa ikitumiwa na washirikina wengi ni kumgusa mwanadamu kwenye paji la uso wake ama kumgusa kwenye kiganja chake cha mkono, kwa sababu kupitia kiganja chako cha mkono mshirikina anaweza akapenyeza nguvu zake na zikaingia ndani yako na kwenda kufanya uharibifu. Kwa sababu ya usalama wako, hakikisha haupeani mkono na kila mwanadamu ambaye unakutana naye, kwa sababu si kila mwanadamu ambaye anahitaji kukupa mkono ana malengo na nia nzuri na wewe. Namba 7, ni kwa sababu unajiweka katika wimbi la kuvuruga uelekeo wako wa maisha. Kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika hii dunia, kutokana na nguvu ambayo ipo ndani yake, huwa ana uelekeo wake wa maisha. Pindi atakapobadili uelekeo huo wa maisha, basi maisha yake huwa yanaanza kwenda kombo. Hata wewe, kwa sababu ya herufi M ambayo ipo kwenye kiganja chako cha mkono, ndani yako unayo nguvu ambayo inakusababisha uwe na mwelekeo fulani wa maisha. Inaaminika kitendo cha kugusanisha viganja vya mikono na binadamu, unakuwa unachanganya nguvu zako na nguvu za mtu mwingine, jambo ambalo linaweza kubadilisha mkondo wa maamuzi au bahati mbalimbali ambazo mwanzo zilikuwepo katika maisha yako. Hivyo hakikisha wewe ni mwanadamu ambaye haupendi kugusanisha mikono yako na mikono ya binadamu wengine, kwa sababu huwezi jua utapokea nguvu gani kutokana na kupeana mikono na watu wengine. Namba 8, kwa sababu utajiweka katika hatari ya kupokonywa bahati ambayo ipo ndani yako na kuanza kuandamwa na mikosi pamoja na laana. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kwa sababu binadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi M inaaminika ni watu wenye bahati kuliko binadamu wengine, lakini kitendo cha kushikana mikono na binadamu usiowajua
kunaweza kukapelekea ukapoteza uwezo huo na kujikuta ukianza kuandamwa na laana pamoja na mikosi kwenye safari yako ya maisha. Na ndio maana inawezekana wewe ni moja kati ya binadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi M. Mwanzo ulikuwa mwanadamu ambaye una bahati mbalimbali ambazo ulikuwa hauelewi zinatokana na nini. Ulikuwa ukiokota fedha mara kwa mara, lakini kuna vitu ambavyo vilikuwa vinatokea kwenye maisha yako unajiuliza, inakuwaje vinatokea kwako, na unakuwa unajikuta ni mtu ambaye unapata vitu kiurahisi kuliko binadamu wengine. Lakini cha kushangaza, ghafla kuna mabadiliko ambayo unaanza kuyahisi kwenye maisha yako. Unajikuta wewe ni mwanadamu ambaye bahati zile ambazo mwanzo zilikuwepo zimeshapotea. Unajikuta wewe ni mwanadamu ambaye mpaka utumie nguvu kubwa ndipo unapoweza kupata vitu fulani kwenye maisha yako, hali ya kuwa mwanzo ulikuwa unaweza kutumia nguvu kidogo tu na ukaweza kupata chochote ambacho unakihitaji kwenye maisha yako. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.